Yes, bwana mambo vipi? Ni siku nyingine tena. Tupo tunazungumza michezo kama ilivyo ada kawaida, na leo nipo na mchambuzi ambaye tunakuzungumzia kuhusiana na mchezaji wa Young Africans Koplo Baka, kutoka kwenye Koplo kuja mpaka kwa Sergeant. Yeye anazungumzaje kuhusiana na swala kama hilo? Ni mchambuzi wa bori kabisa nguli hapa nchini Tanzania, anaitwa Tupa Tupa. Bro, mambo vipi? Poa, mambo vipi? Uko vizuri kabisa. Niko vizuri sana. Bwana. Ya, na ni mtaalam. Sio mchambuzi. Sisi hapa Cloud tuna wataalamu. Yes. Sawa kabisa. Sasa mtaalamu tumeona kwenye mitandao ya kijamii. Mchezaji wa Young Africans Koplo Baka amepandishwa cheo kuwa Sergeant. Wewe ile kimchezo umelipokeaje? Nimepokea vizuri sana. Ni jambo zuri. Kijeshi ama wenzetu wanasema cheo ni kama zawadi baada ya kufanya jambo zuri kwa manufaa ya taifa. Inategemea sasa kwa wakati huo umefanya nini. Inawezekana umeenda vitani, umerejea, inawezekana umeokoa labda kama zimamoto, inawezekana umekamata magendo, inawezekana umetoa taarifa za kukamata, inawezekana umelisaidia taifa kwenye michezo. Kuna maeneo mengi tofauti tofauti ambayo ukifanya vizuri jeshi hasa kikosi chako wanaweza kukuzawadia zawadi kama hiyo. Kwa hiyo Baka ameonekana amefanya vizuri, ameisaidia taifa katika maeneo tofauti tofauti, hasa katika timu ya taifa kuqualify maeneo AFCON 2025 na mambo mengineyo. Kwa hiyo amezawadiwa hilo na mambo mengineyo mengi sana. Ni jambo zuri. Sasa hilo jambo moja. Jambo lingine watu wamekuwa wakijiuliza sana, inawezekana vipi Baka anacheza katika taasisi binafsi kama Young Africans lakini bado ni askari wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Kimsingi ni kwamba kwa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar SMZ wana utaratibu wa kutoa nafasi ya malipo ya likizo bila malipo kwa askari wenye vipaji ama wana michezo, kwa sababu wao miongoni mwa sera zao, miongoni mwa kanuni zao nyingi ipo ambayo inasema kama ikitokea kuna askari ana kipaji, ana uwezo wa kuwa mwanamichezo na akapata sehemu ya kutumikia kipaji hicho, basi anao uwezo wa kuomba ruhusa ya likizo bila malipo, akaenda kufanya kwanza kile kipaji, alafu atakapomaliza atarudi kuomba kuendelea na kazi yake ya msingi ambayo ni uaskari. Kwa hiyo amefanya hivyo Baka, na walifanya hivyo pia wachezaji wengine nyuma, kina Tasi, kina Omari na wengineo wengi sana. Kwa hiyo yupo katika jeshi la kikosi maalum cha kuzuia magendo Zanzibar, lakini pia yupo Dar es Salaam Africans na anapofanya vizuri anazawadiwa. Yes. Pengine kwa maoni yako, tumeona kwamba amesema kwamba anaweza kupata likizo bila kulipwa. Ukitazama mchango wake wa Baka kwenye timu ya taifa ni mchango mkubwa sana. Wewe unaonaje kama watu kama hawa serikali wakiwa wanawazingatia, labda hata kama ipo anacheza kwamba ameomba likizo au anapewa labda mshahara, hiyo itakuwa imekaaje? Ni jambo zuri, ingawa ni jambo sio la kuamka siku moja, kwa sababu nchi inaendeshwa na katiba. Ni nchi ambayo ina utawala wa kikatiba, na katiba hiyo imeangalia maeneo mengi sana na inatambua wizara nyingi sana, ikiwa pamoja na wizara ya mambo ya ndani ambayo inahusika na masuala ya majeshi na vitu kama hivyo. Lakini pia unapoenda katika upande wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, nao kwenye vikosi vyao, kwenye maeneo yao ya ulinzi wana kanuni zao ambazo tayari zina miongozo kwamba unapokuwa ndani ya jeshi unatakiwa kulipwa kwa mujibu wa kanuni na sheria ambazo zipo na miongozo, na unapotoka unatakiwa kuendelea kubaki kwa maana ya mwajiriwa, lakini stahiki zako unazipatia kutokea wapi. Sasa kama unatakiwa kuingiza jambo jipya, ni swala ambalo wanatakiwa wakae wakuu walitathmini, waone kwamba faida yake ni zipi na hasara zake ni zipi. Watakapoona kwamba lina faida zaidi, basi wanaliingiza, lakini sio jambo ambalo la kuliwazia mara moja tu alafu likatokea hapo hapo.